Ni wazi kuwa sakata la mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Yanga dhidi ya Simba unaotarajiwa kuchezwa mnamo Juni 15, 2025 ni wazi kuwa ni sakata ambalo linazidi kula vichwa vya viongozi wa bodi ya ligi, na maanisha mwenyekiti Steven Mguto, lakini sambamba na CEO Almasi Kasongo na watendaji wengine wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara TPLB. Na sakata hili linachukua taswira tofauti kila kukicha, kwani klabu ya Yanga ambao ndio mwenyeji wa mchezo husika wameweka wazi msimamo wao kuwa wao hawako tayari kushiriki katika mchezo huo kwa namna yoyote ile, na kauli mbiu yao kwa sasa kuelekea katika hitimisho la ligi kuu ni hawachezi ama hatuchezi, ambayo ndio hasa ambayo imezidi kutapakaa mitandaoni, ikimaanisha kwamba Yanga hawako tayari kucheza katika mchezo huo, kwani wanachokitaka ni mamlaka husika ya soka Tanzania bara iweze kutanabaisha ama kueleza kiundani ni nini hasa ambacho kilisababisha mchezo huo ambao awali ulipangwa kufanyika Machi 8, 2025 na haukufanyika kutokana na ahirisho lililotoka kwa bodi ya ligi. Walitaka hasa kujua ni kitu gani hasa ambacho kilisababisha ama kilipelekea mchezo huo kutokufanyika Machi 8, na hatua gani stahiki ambazo zimechukuliwa kwa wahusika ambao walisababisha mchezo huo kutokufanyika. Na wakati mwingine pia klabu ya Yanga iliandika barua kwa bodi ya ligi ikishinikiza viongozi wa juu wa bodi hiyo ya ligi kuachia ngazi zao ama nyadhifa zao kwa ajili ya kujiwajibisha kutokana na kile ambacho kimetokea. Na hapa wanaona kwamba ni madudu makubwa yamefanyika katika soka la Tanzania, hasa katika msimu huu wa 2024 2025. Lakini kuelekea katika mchezo huo Yanga hawajaweza kutamka lolote kuhusiana na maandalizi ya mchezo huo, hasa tukizingatia kwamba ni timu mwenyeji inapaswa kuweza kukodi uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mchezo huo, kulipia gharama zote za uwanja wa Taifa ama uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini vile vile inapaswa kuendelea kufanya promotion kuelekea katika mchezo huo, vile vile kutangaza viingilio kwa ajili ya mchezo husika. Lakini mpaka sasa Yanga kwa upande wao hawajafanya chochote ambacho kinahusiana na mchezo huo. Lakini bodi ya ligi imejitokeza na kusema kwamba imewaita Yanga kwa ajili ya majadiliano kuhusiana na swala zima la mchezo husika ambao unatarajiwa kufanyika Jumapili ijayo ambayo itakuwa ni Juni 15. Watu wanasema kesi imekuwa ngumu na Yanga imeitwa rasmi na bodi ya ligi kwa ajili ya kuweza kujadili kuhusiana na sakata zima la dabi. Alisema wakati sintofahamu ikiendelea kutanda juu ya hatima ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, viongozi wa juu wa Yanga wameitwa makao makuu ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB. Taarifa kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF inaeleza TPLB imewaita viongozi hao mezani kuzungumza nao, kwani Yanga ndio timu mwenyeji wa mchezo huo. Kwenye kikao hicho, bodi ya ligi inawataka viongozi hao wa Yanga kueleza hatua ya maandalizi ya mchezo huo ambao umepangwa kupigwa Juni 15, 2025. Hatua hiyo inakuja zikiwa zimesalia siku 7 kuanzia siku ya kikao hicho, na kitafanyika makao makuu ya bodi hiyo yaliyopo Ilala. Kutokana na kikao hicho cha bodi na timu mwenyeji kitakachofanyika Jumatatu Juni 9, 2025, na kuanzia hapo tutajua nini kitaendelea. Hiki ni kikao cha kawaida tu cha maandalizi ya mchezo, amesema bosi huyo wa juu ndani ya TFF pamoja na bodi ya ligi. Kwenye kikao hicho Yanga imetakiwa kuwakilishwa na kamati nzima ya utendaji kuanzia rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Saidi, makamu wake Arafat Haji na wajumbe wa kamati yao ya utendaji kwa ajili ya kuweza kujadili mustakabali mzima kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Lakini pia inaeleza utamu ni kuwa mpaka sasa hivi Yanga FC hawajatangaza viingilio wala uwanja wa mchezo wa dabi, na sheria ni lazima pointi ukapewe uwanjani na marefa wakiwepo uwanjani, na meneja wa uwanja wa Mkapa hana taarifa yoyote ya Yanga FC kutumia uwanja kwa ajili ya dabi ya tarehe 15. Sema yajayo yanafurahisha. Ukisikia Simba kaingia kwa Mkapa anamsubiri Yanga FC, usishangae Yanga FC akawa New Amani Complex anamsubiri Simba, na Yanga FC ndio mwenyeji wa mchezo huo. TFF na bodi ya ligi kuu ya NBC hawana mamlaka kuchagua uwanja wa mechi. Matamu hapo. Watu wanasema acha mvua inyeshe tuone wapi panapovuja. Hakika Yanga FC ni wabunifu sana. Hili limezua gumzo mitandaoni, na pengine wakasema kwamba hii imeachwa kwenye mabano, kama imeandikwa na Prince de Gratos, mchambuzi wa soka wa sport.
vile ambavyo Pacome anaangalia TFF na bodi ya ligi kuu, utamu ni kuwa mpaka sasa Yanga haijatangaza viingilio wala uwanja wa mchezo wa dabi. Kwa hiyo kuna namna fulani ambao kuna mtego ambao umebakia katika eneo hilo, lakini vile vile ndani ya wiki hii kumekuwa na mambo mengi ambayo yamejitokeza, ikiwemo pia kuna mmoja wapo kati ya wajumbe ambao walikuwa kwenye bodi ya ligi, anaitwa George Mayawa. Yeye naye ametuma barua ya kuachia ngazi mjumbe wa kamati ya masaa 72 ambaye taarifa zake zilianza kutolewa tangu siku ya Jumanne tarehe 3 Juni. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara Steven Mguto katika taarifa yake aliyoitoa siku ya leo, siku ya Jumatano tarehe 4 kupitia Crown FM, ameeleza wazi kwamba ni kweli George Mayawa ameandika barua ya kutaka kujiuzulu katika nafasi yake kutokana na sababu mbalimbali ambazo amezielekeza kwenye barua yake. Mzee Mguto katika taarifa yake ameendelea kueleza kwamba George Mayawa katika barua yake ameainisha kwamba kwa sasa amekuwa na majukumu mengi sana, kitu ambacho kinamfanya akose muda wa kutosha kuhudhuria vikao vya kamati ya masaa 72. Mguto ameelekeza kwamba George Mayawa mara nyingi alikuwa anakosa muda wa kuhudhuria vikao kutokana na sababu mbalimbali. Amekuwa na majukumu mengi ya kufanya, ndio maana amechagua kujiweka kando kwa wakati huu. Bado hizi ni vurumai na sakata la mchezo wa dabi ya Kariakoo Juni 15. Tutaelewa ni kipi hasa ambacho kitajiri. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kukujulisha na kukuhabarisha mambo mbalimbali ambayo yanajiri kuhusiana na mchezo, lakini sana kuhusiana na mchezo huo wa dabi. Usisahau kusubscribe na kushare na kucomment katika YouTube channel yetu Renio Athlete TV. Ciao.